ukiwa na misimamo unaweza kupoteza watu wengi sana kwenye maisha yako, ikiwemo ndugu, marafiki na kadhalika. Kuna nyakati katika maisha ambapo thamani ya mwanadamu hupimwa si kwa kile anachomiliki, bali kwa namna ambavyo moyo wake hujibu kilio cha wengine. Ni katika nyufa za upungufu ndipo utu wa kweli huonekana. Si tu pale tunapotosheka, bali tunapoguswa kiasi cha kugawana hata kile kidogo kilichobaki. Kutoa ukiwa na uchache ni tendo linalotikisa dunia kimya kimya. Ni ishara kwamba mwanga wa ndani ya mtu unaweza kuangaza hata unapopita katika kivuli cha uhitaji. Ndipo swali kuu linapokuja, je, ni udhaifu kutoa huku na wewe ukiwa na uhitaji? Au ni ushahidi wa nguvu ya roho inayotambua kuwa binadamu ni jukumu tunalobeba pamoja? Labda hujanielewa tafakuri yangu ndani ya makala hii. Yaani, ni sahihi kwa mwenye uhitaji kumsaidia mwenye uhitaji, hususan uhitaji wa kifedha. Karibu tafakari pamoja. Hii ni Daily News Digital. Mimi ni Michael Samuel Jojo, unaweza kuniita Michael Jojo OG Mtanzania. Karibu. Katika maisha ya kila siku kumekuwa na mjadala mzito kuhusu kama ni sahihi au si sahihi kwa mtu mwenye uhitaji kumsaidia mwingine aliye katika uhitaji kama wake. Hasa inapohusisha fedha katika jamii zetu, swali hili halijawahi kuwa rahisi. Kuna sauti mbalimbali zinazoishi ndani ya mitazamo tofauti. Wapo wanaamini katika imani za kishirikina, wakisema kuwa kumsaidia mtu kwa fedha kunaweza kumfanya achukue nyota yako au baraka zako. Wapo wengine wanaohisi kuwa ukishindwa kutoa wakati huna cha kutosha, basi wewe ni mwenye roho mbaya. Na wapo pia wanaamini kuwa mtu asiye na kitu hana sababu ya kutoa chochote. Haya yote yanachanganya, lakini ndani ya kelele za mitazamo hii kuna ukweli mmoja mtulivu unaostahili kusikilizwa. Hapa ni katika moja ya eneo lilopo katika kata ya Kanyenye, halmashauri ya manispaa ya Tabora. Kubwa zaidi, nimefika katika eneo hili kuzungumza na wakazi wa eneo hili. Wao watupe mitazamo yao katika hili ambao tumekuwa tukijadili kwamba ni sahihi kwa mtu mwenye uhitaji kumsaidia mwenye uhitaji. Na namuona dada yangu hapa mbele, pengine nizungumze naye yuko upande wake, anazungumziaje, maoni yake yakoje, lipi sahihi katika hili. Tuzungumze naye kwanza. Dada, habari yako? Salama. Mambo. Safi kabisa, za uzima. Nzuri. Nashukuru Mungu. Leo nimekuona hapo ukiwa unapita barabarani na nikatamani pia kuzungumza nawe kwa uchache, hasa kama Daily News Digital. Kubwa zaidi, tumekuwa na mjadala mezani kutaka kufahamu kwamba ni sahihi kwa mtu mwenye uhitaji hususan wa kifedha kumsaidia mwingine mwenye uhitaji wa kifedha. Taanza na majina yako, futa tuambie katika hilo maoni yako ni yapi? Mimi naitwa Hawakimwaga. Ni kweli kila mtu ana uhitaji, lakini uhitaji unazidiana. Kwa mfano mimi hapa nilipo na mahitaji, ndio, lakini kuna mtu anakuta ana mahitaji mengi zaidi ya mimi nilivyo. Kama kuna mambo tayari mimi nishapata, alafu yeye mtu bado hajayapata na ya msingi. Kwa hiyo inawezekana kwamba mimi nina mahitaji lakini kwenye mfuko wangu una shilingi 10,000. Ila kuna mwingine ana mahitaji makubwa mfukoni kwake na shilingi 500. Kwa hiyo nikimpa 2,000 sio shida, nikabaki na shilingi 8,000 au 7,000. Ni kawaida kwenye maisha yetu sisi hapa. Hasa hapa Tabora au Swahilini naweza kusema hivyo. Mabingwa wa busara husema kutoa si tendo la wingi, bali ni tendo la moyo. Mwanadamu anayetoa wakati hana, si kwamba ana ziada, ila ana moyo unaojua maumivu ya kukosa. Sababu tumeumbiwa vifua watu kutembea na yetu. Na lau kama kuna nafasi ambapo kila mtu akitembea njiani anasema yake anayomsibu, nafikiri ingekuwa ni kelele zaidi ya sijui niseme kitu gani, kwa sababu kila mtu ana mambo yake ni mengi. Mtu maskini anapotoa hata shilingi moja, thamani ya shilingi hiyo inakuwa kubwa kuliko msaada mkubwa wa mtu mwenye uwezo, kwa sababu inatoka kwenye sehemu yenye jeraha na uzoefu wa kweli. Kutoa katika mazingira haya hakupimwi kwa kiasi, bali kwa uzito wa hisia na thamani ya ubinadamu uliobebwa na tendo lenyewe. Ndiyo maana mara nyingi msaada wa mtu mwenye uhitaji huwa na joto la huruma linaloingia mbali zaidi ya thamani ya pesa. Sisi binadamu tunatofautiana kiuchumi. Kwa kama Mungu kakujalia, ni sahihi kumsaidia mtu mwenye uhitaji. Kwenye kumsaidia sio lazima kitu kiwe kikubwa sana. Unaweza ukawa sawa, mimi nina uhitaji lakini yeye akawa na uhitaji zaidi kuliko uhitaji ambao mimi niko nao. Kwa hata kidogo akikipata sio mbaya. Kwa watu waliojaliwa maarufu na nguvu ya ushawishi kwa jamii, wanazungumziaje swala hili? Hassan Mwakinyo, Champions one time aka Colorado King, katika moja ya ujumbe zake kwenye mitandao ya kijamii amewahi kulizungumzia swala hili. Kuna watu hawapendi kuomba kwa sababu kuomba ni aibu na sio kitu kizuri, lakini wana uhitaji na sio yatima kama watu wanavyodhani kuwa kufanya insani
ambayo italipwa na Mungu ni kuwafariji watu mayatima peke yake, lakini kuna watu wana uhitaji zaidi ya mayatima. Sisemei hivyo kumaanisha kama yatima sio watu wanaohitaji msaada au kuwashindanisha na watu wengine, lakini kwamba tuko kwenye level ambayo tunaamini yatima ndo wanahitaji msaada sana kuliko watu wengine, lakini kumbe kuna watu wanaohitaji sana kuliko hata mayatima. Ukiniuliza kwa nini, naweza kusema kwamba mayatima wanakuwa kwa kwenye vituo vina walezi, vina wadhamini ambao kinaweza kisiwe kingi lakini kikapatikana kwa uchache, lakini watakula kwa sababu wanafikiriwa. Hata kama ni nyakati ngumu wanapitia, watakunywa chai, watakunywa uji. Lakini zipo familia ambazo zina baba, zina mama, zina watoto, na sometimes watu wanalala mpaka siku 2-3 hawajakula chochote. Na ni rahisi sana kumjua yatima kuliko kumjua mtu mwenye uhitaji. Yatima anaweza kuwa amepita tu mbele ya macho yako akasema maskini watoto wale wamefiwa na baba yao na mama yao juzi kwenye ajali, maskini yatima. Lakini kumbe baba yao na mama yao labda alikuwa ni bilionea fulani, kwa hiyo watakuwa ni mayatima, lakini mayatima ambao wanaweza kulelewa na watu wa familia yao kwa sababu tayari wana uwezo wa kifedha. Hata hivyo, kufanya jambo hili hakumaanishi kwamba mtu ajiumize mpaka ajiweke katika hatari. Ukarimu ambao hujasindikizwa na hekima unaweza kugeuka kuwa mzigo. Ni muhimu kujitunza kwanza ili uweze kusaidia kwa namna ambavyo haivunji msingi wako wa maisha. Kutoa kunahitaji moyo, lakini moyo huo unahitaji kuongozwa na akili iliyotulivu. Hili si swala la kukwepa majukumu ya upendo, bali ni kujua kwamba sadaka yote inayojenga haipaswi kukubomoa. Kwa hiyo swala la kutoa pia mara nyingi linaangalia sana imani. Unajua mtu akishasikia ana roho nzuri, maana yake ana imani kwamba Mungu ameelekeza tusaidizane, Mungu ameelekeza tuhurumiane. Sasa ndio kubwa kuliko kutuhurumiane. Kwa unapomhurumia mtu, yani huwezi ukafikiri kwamba hichi kidogo nilicho mimi sasa nikamsaidia mtu fulani. Utamsaidia kwa sababu unajua nitakipata kingine, kwa sababu hata aliyenipa hiki ni Mungu, nikimpa nitakipata kingine. Ni masuala makubwa sana ya imani sana. Huruma, naweza kusema hivyo. Hekima ndani utukumbusha kwamba msaada wa kweli haupimwi kwa kiwango kinachokuacha umegwaya, bali kiwango kinachofuata uwiano wa utu na uhalisia. Kwa upande mwingine, dhana kwamba mtu anaweza kuchukua nyota yako kwa sababu umemsaidia si hoja yenye mzizi wa kweli. Ni hofu iliyojengwa kwa karne katika nyazo, hazipimwi kwa uzoefu halisi wa maisha. Nyota ya mtu haitegemei pesa alizotoa, bali inahusiana na maadili yake, nidhamu yake, juhudi zake na baraka za Mungu zinazotokana na mwenendo wake. Tendo la ukarimu haliibi baraka, bali hupanua njia za baraka zaidi. Mtu anayetoa kutoka katika mazingira ya uhitaji hashushi thamani yake, bali huinua hadhi yake ya kibinadamu. Ukarimu si udhaifu, ni ushahidi wa uhai wa moyo. Mwisho wa tafakuri hii unatufikisha kwenye ukweli wenye kina na utulivu wa pekee. Mtu mwenye uhitaji kumsaidia mwenye uhitaji si jambo la ajabu, si jambo la kishirikina, na si jambo la kipumbavu. Ni ushindi wa roho ya utu dhidi ya ukame wa moyo. Ni kukiri kwamba dunia inajengwa si na matajiri pekee, mioyo ya watu wanaoguswa na mateso wenzao, hata pale wanapobeba mateso yao. Katika ulimwengu unaohubiri ubinafsi, tendo dogo la kutoa kidogo huku nawe ukikosa linakuwa mwanga wa thamani isiyozeleka. Hivyo basi, binadamu haupimwi kwa kiwango cha mali tulizonazo, bali kwa uwezo wa kugawa mwanga wetu hata pale ambapo giza la maisha limezunguka pande zote. Swali langu ni kwamba, kwa upande wako mtazamo wako ni upi? Ni sahihi kumsaidia mwenye uhitaji ikiwa nawe una uhitaji, hususan uhitaji wa kifedha? Naitwa Michael Samuel George. Unaweza kuniita Michael George OG Mtanzania. Hii ni Daily News Digital. Nikusihi kuendelea kusubscribe, kucomment na kulike, lakini pia tufuatilie katika mitandao yetu mingine ya kijamii kama Instagram na Facebook kwa kuandika habari leo _TZ. Shukrani.